Karibu kwenye mfululizo wetu wa hadithi ya leo. Leo hii nakusomea hadithi mojawapo katika mfululizo wa hadithi za Sahih Muslim, na kusomea hadithi namba 2648A. Hadithi hii pia inapatikana katika mkusanyo wa vitabu vya Sahih Muslim, kitabu namba 46, hadithi ya 13. Jabir ameripoti kwamba Surika bin Malik bin Yushwin akaja na kusema, Mtume wa Mwenyezi Mungu, tufafanulie dini yetu kana kwamba tumeumbwa hivi sasa. Yeyote anayefanya matendo leo ni kwa sababu ya ukweli kwamba kalamu zimekauka na majaliwa yameanza kufanya kazi, au haya yana athari gani katika siku zijazo? Hapo akasema, sasa hapa Muhammad anajibu, kalamu zimekauka na majaliwa kufanya kazi. Suraka bin Malik akasema, ikiwa ndivyo basi kuna faida gani kufanya mambo mema? Zuhair akasema, kisha Abu Zubair alisema kitu lakini sikuweza kuelewa hilo na nikasema alisema nini? Hapo akasema, manake Muhammad akasema, tenda, kwani kila mtu huwezeshwa alichokusudiwa kutenda. Muhammad anachomaanisha hapa ni kwamba wale waliokusudiwa kwenda motoni na Allah wanafanya yale ambao waliopangiwa kwa mujibu wa Allah, na wale waliokusudiwa kwenda Jahannam wanafanya yale matendo ya kwenda Jahannam kwa sababu Allah ndivyo amekusudiwa. Maana yake anaposema kwamba kalamu zimeshakauka, kwamba Allah huyu anakuandikia hatima yako, na ule wino wa hatima yako kwa kuwa amekuandikia umeshakauka, huna namna yoyote wewe ndugu yangu Muislamu. Kwa hiyo kwa Allah hatima yako imeshaandikwa. Hivi ndivyo mafundisho ya Kiislamu yalivyo, kwamba huna nafasi yoyote. Nikusomee kutoka katika Injili ya Yohana sura ya 13 mstari wa 25. Bwana Yesu anasema hivi, Yesu akamwambia, mimi ndimi ufufuo na uzima. Yeye ameniye mimi ajapokufa atakuwa anaishi, naye kila aishie na kuniamini hata kufa kabisa hata milele. Kwa Yesu wino wako ndugu yangu haujakauka. Nafasi unayo, utashi unayo. Ukimwamini Bwana Yesu utapata uzima wa milele. Njoo kwa Yesu upate nusura yako, upate umwamini, akupe nafasi ya kuweza kufika mbinguni ndugu yangu. Achana na Allah. Huyu yeye ni Mungu wa hadaa, Mungu asiyekuwa na upendo, huruma wala rehema. Njoo kwa Yesu, hatima yako iko kwa Yesu. Unapomwamini tu unahesabiwa haki kwa damu yake takatifu aliyomwaga pale Calvary. Unapomwamini unapata fursa ya kuitwa mwana wa Mungu, na mwishoni unaweza kufika mbinguni. Karibu sana, usiogope. Fikiri, piga hatua, amua leo. Nafasi unayo. Njoo kwa Yesu. Asante.